Shalom wapendwa, na wasalimu katika jina la Yesu wa Nazareti aliye Bwana mkombozi wa maisha yetu. Nashukuru sana Roho Mtakatifu, ni kwa sababu anazidi kuwa mwalimu wetu, anazidi kutufunza zaidi na zaidi. Shalom. Neno ambalo Bwana ametamani tujifunze siku ya leo ni kitabu cha Danieli 7 mstari wake ni wa 3 hadi mstari wa 4, na pia kitabu cha Ufunuo wa Yohana 16 mstari wa 13 hadi mstari wa 14. Nitasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Inasema ya kwamba nikaona roho 3 za uchafu zilizofanana na vyura. Kwa hivyo Yohana aliweza kuona roho 3 ambazo ni chafu zinafanana na vyura. Ya kwanza akaweza kuona joka, ya pili akaweza kuona mnyama, ya tatu akaweza kuona nabii wa uongo. Shalom. Kwa hivyo Danieli pia na yeye anaweza kuona wanyama. Anaweza kuona wanyama 4 wa aina mbalimbali. Shalom. Na Bwana amezidi kusema sana na manabii kupitia kitabu cha Biblia. Ameweza kusema na manabii kupitia neno lake. Anawaambia mambo ambayo wanastahili kufunza watu wake siku za mwisho kutakuwa mtoto wa Mungu. Shalom. Kwa hivyo nataka mpendo unayenisikiliza, mtoto wa Mungu, ujue ya kwamba tunakaa siku za mwisho, tunakaa siku za hatari. Kwa hivyo ufunuo ambao Yohana aliweza kuona hapa, ya kwanza ni nyoka. Nyoka ni yule adui, pepo aliyeasi kule juu mbinguni akatupwa hapa duniani. Na pepo hawezi akafanya kazi akiwa peke yake, anahitaji kuwa na viongozi. Na hapa ndipo nakuta wakati ambapo kunakuwa na uchaguzi, ama katika uchaguzi kunakuwa na damu za watu ambazo lazima zimwagike. Shalom. Kwa hivyo lazima aweze kutumia viongozi, kwa wale viongozi ambao hawapendi kutii sauti ya Mungu, ila sio wote. Kuna wale ambao Mungu anawatia katika kiti chake cha kifalme yeye mwenyewe, lakini wengi wanatumia sana hii roho ambayo iliweza kutabiriwa na Yohana. Na pia vile pepo pia lazima aweze kutumia nabii. Nabii ni ule mtu ambaye aliitwa na Mungu, baadaye mambo ya duniani ikamuingia. Maandiko yanasema ya kwamba huwezi ukatumikia mabwana wawili, kwa sababu utampenda huyu umchukie huyu mwingine. Hivyo nabii, unapokuwa mtu wa kupenda dunia, unapokuwa mtu wa kupenda mambo ya hapa duniani, adui atapata nafasi ndani yako na utapata unapenda dunia kuliko kumpenda Mungu. Na hapo ndipo Bwana alikuwa anasema ya kwamba hauwezi ukatumikia mabwana wawili, kwa sababu utampenda huyu umchukie na huyu mwingine. Vile pia nabii anapenda mambo ya hapa duniani, adui anakuja anapata nafasi ndani yake. Twende pamoja watoto wa Mungu. Hivyo adui ama pepo aweze akafanya kazi akiwa peke yake, anahitaji kutumia hawa watu kwa lengo lake, ili kuweza kudhoofisha maisha ya watakatifu, ili kuweza kupigana na kanisa. Maandiko yanasema kwamba na yule mwanamke alipomzaa yule mtoto, yule joka alimkasirikia yule mwanamke, naye alipoona ametupwa hapa duniani akasema nitaenda kufanya vita na uzao wa huyo mwanamke. Tuende pamoja watoto wa Mungu. Adui anafanya vita na kanisa sana, anafanya vita na watakatifu wa Mungu, anapigana nao kupitia wanadamu. Adui hautaimuona hivi kwa macho, utaona anapitia wanadamu. Kwa pia pepo anatumia wanadamu ili kuweza kudhoofisha maisha ya watakatifu wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hivyo hapa Yohana akaweza kuona roho ya mpinga Kristo. Roho ya mpinga Kristo ni yule mtu ambaye anasema ya kwamba Yesu sio, yani Yesu ni kama tu ni mtu kama yeye. Kwa hivyo hii ni roho ya mpinga Kristo ambayo haiwezi ikasema kwamba Yesu ni Bwana. Maandiko yanasema ya kwamba na kila roho isiyokiri ya kwamba Yesu ni Bwana, hizo ndio roho za mashetani, hizo ndio roho za giza. Kwa hivyo roho ya mpinga Kristo inatawala, lakini ni kuitambua ni ngumu sana. Nimesha nikifunza ya kwamba na sisi bali ni roho wa Mungu. Roho wa Mungu anazidi kufunza ya kwamba kanisa la kwanza ambayo inatawaliwa na roho na hii roho ya mpinga Kristo, kanisa la kwanza ni kanisa la Kikatoliki, wanafuatwa na Waislamu na pia madhehebu mbalimbali ambazo zinapingana na Yesu. Kwa hivyo roho ya mpinga Kristo inafanya kazi, lakini bado haijaweza kuinuka. Itainuka kipindi ambacho Roho Mtakatifu atakuja kuondolewa. Hapa ndipo nakuta naambiwa kwamba okoka kama bado neema iko, maana kuna siku utakuja kutafuta neno hautaliona.
kuna siku utakuja kutafuta neno la Mungu ukose kuliona, maana neema iko, ila kuna siku neema itakuja kutoweka. Na hapa ndipo hii roho itakuja kuinuka na watakatifu wengi watateswa, watakatwa vichwa, kama kile kipindi ambapo Kristo alipokufa na kaenda, watakatifu waliuliwa, walikatwa vichwa. Kwa hivyo hii roho bado itakuja kuwa, lakini saa hizi inashindwa kupata nguvu kwa sababu Roho Mtakatifu bado yuko. Maana yake neema bado iko, ila siku ambayo Roho wa Mungu atakuja kuondolewa arudi kwa Baba yake, siku ambayo neema itakuja kuondoka, hapa ndipo sasa hii roho itapata nguvu na itaweza kuangamiza watakatifu wa Mungu kama kile kipindi cha mwanzo ambapo Yesu alipokuwa amekufa na akafufuka. Shalom. Kwa hivyo hapa ndipo naambiwa kwamba mpatie Yesu maisha yako uweze kuokoka. Na sasa dunia mahali kwenye tumefika hapa ambapo wafalme watakuja ambao watadhoofisha maisha ya watakatifu. Na hapa ndipo utasikia kunakuwa na mambo ambayo yameandikwa ndani ya Biblia. Kwa hivyo Danieli anaona mnyama anasimamia mfalme ama wafalme wanaotutawala. Hao wafalme watashirikiana kwa lengo la kudhoofisha maisha ya watakatifu. Lengo la shetani kudhoofisha watu wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli. Na hapa ndipo unakuta nabii, kama unajua kama Mungu anakutumia na roho wa Mungu ako ndani yako na uko na huduma, usipende mambo ya hapa duniani. Usipende mambo ambayo yako hapa duniani, ipende kweli na kuhukumu kwa haki na kumtumikia Mungu kama bado neema iko. Maana unapotukengeuka, pepo ako alienda kumwambia Yesu, Bwana wetu, ukiniangukia na kunisujudia nitakupatia hivi vyote. Kwa hivyo Bwana aliweza kumkemea. Na wewe pia mtakatifu wa Mungu unaweza kumkemea shetani, kwambia nakemea. Imeandikwa ya kwamba mtu akiupenda ulimwengu kumpenda Mungu akumo ndani yake. Leo hii adui anafanya vita na watakatifu wa Mungu wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli, kwa sababu anajua kwamba dhambi ikiwa ndani yako ni ngumu sana uweze kukemea dhambi. Dhambi inapokuwa ndani yako ni ngumu sana uweze kukemea hiyo dhambi. Kwa mfano, maandiko yanasema ya kwamba alichokiunganisha Bwana mwanadamu asikitenganishe. Kwa hivyo unapotembea na mwanaume wa mtu na wewe ni mtumishi wa Mungu, kwa hivyo ile andiko unashindwa kuliongea, unashindwa kulitamka, unashindwa kukemea hiyo roho kwa sababu imekukamata wewe. Shalom. Na hapa ndipo unapokuta lazima ukae katika neno la Mungu. Hapa lazima neema iwe ndani yako na uweze mpinga adui pasipokuwa Roho Mtakatifu wa Yesu. Roho Mtakatifu unaweza kumchukulia kana kwamba ni kama tu kawaida, lakini leo sio kama kesho, mtoto wa Mungu. Nataka nikwambia kwamba Januari iko mbali sana. Maandiko ya Mungu yanaposema ya kwamba usiibe, maana unapoiba utashindwa kukemea ile dhambi ya kuiba. Maandiko ya Mungu yanaposema ya kwamba usiseme uongo, maana unaposema uongo utashindwa kukemea pepo ya uongo. Kwa hivyo adui mara mingi anakuletea vitu ambavyo vinapingana na maandiko, ili unapokengeuka na kuenda kinyume na maandiko, hapo sasa unapungukiwa na neema na unashindwa kukemea dhambi, kwa sababu dhambi iko ndani yako tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kwa sababu dhambi ikiwa ndani yako uwezo kaikemea. Sasa hii ndio njia ambayo maandiko yanasema ya kwamba akamkasirikia mwanamke, na akasema ya kwamba ataenda kufanya vita na uzao wa huyo mwanamke, maana yake aweze kufanya uchukuliwe na dunia. Maandiko yanasema ya kwamba shetani akasimama amfanye mwanamke kuchukuliwa uzao wake, mwanamke kuchukuliwa na bahari, kuchukuliwa na mto, maana yake kuchukuliwa na mambo ya hapa duniani, uchukuliwe na dunia. Mtoto wa Mungu, Bwana aweze kutuhurumia sana. Kwa hivyo tunakaa siku za mwisho na dunia imefika hapa sasa. Lazima uishi kuombea watakatifu wa Mungu na kukaa katika njia za kumpendeza Mungu aliye hai.